Marekani ina mpango kuhusu Burkina Faso, lakini hakuna hata mmoja unaoonekana kuwa mzuri kwa taifa hilo la Afrika Magharibi. Dola ya Marekani imebobea kutumia nyuso za weusi kwenye nafasi za juu kuendeleza ajenda inayodhoofisha bara la Afrika. Katika kikao cha bunge la Seneti la Marekani kilichofanyika tarehe 3 Aprili, mkuu wa kikosi cha Marekani cha Afrika AFRICOM, Jenerali Michael Langley alimtuhumu kiongozi wa mpito wa Burkina Faso Ibrahim Traore kwa kutumia rasilimali za taifa hilo ikiwemo dhahabu kwa ajili ya kujiimarisha kibinafsi kisiasa badala ya kuwanufaisha wananchi. Tuhuma hizi zinaleta kumbukumbu yaliyomtokea Muammar Gaddafi ambaye alilengwa kwa kuuawa katika uvamizi uliozinduliwa na rais wa kwanza mweusi wa Marekani Barack Obama. Wengi wanaona historia ikijirudia kupitia ushahidi wa Langley dhidi ya Traore. Lakini ni kwa nini Burkina Faso ishitumiwe kwa ufisadi bila ushahidi wowote, ili hali kuna mataifa mengine yenye ushahidi wa wazi? Nigeria, ambayo ina uhusiano karibu na mataifa ya Magharibi, ilipoteza zaidi ya dola trilioni 20 kwa njia ya ufisadi katika kipindi cha zaidi ya miaka 40. Nchini Kenya, ushahidi wa wizi wa mali ya umma upo wazi, ikiwa ni pamoja na matumizi ya ndege za kifahari na Rais William Ruto baada ya kutumia ndege za serikali. Rais wa zamani Uhuru Kenyatta pia amewahi kushutumiwa kwa kuficha fedha za umma katika benki za nje. Kama ilivyokuwa kwa Libya ya Gaddafi, Burkina Faso chini ya uongozi wa Traore aliyepata madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi yaliyoungwa mkono na wananchi mwaka 2022, imechukua msimamo mkali wa kutetea uhuru wa taifa. Serikali ya sasa imewafukuza wanajeshi wa Ufaransa pamoja na vyombo vya habari vya kimataifa na imetaifisha migodi miwili ya dhahabu ambayo kampuni ya Uingereza ilikuwa inanufaika nayo. Kwa miaka mingi, Marekani haikutoa kauli yoyote dhidi ya Ufaransa kwa kuendeleza ukoloni mamboleo nchini Burkina Faso kwa kudhibiti uchumi, siasa na rasilimali zake. Lakini sasa Marekani inaonekana kukasirishwa na serikali ambayo inaungwa mkono na wananchi, si tu ndani ya Burkina Faso bali hata katika mataifa mengine ya Afrika. Wakati huo huo, Marekani yenyewe haijaepuka lawama za ufisadi, ambapo baadhi ya viongozi wake waliochaguliwa wamekuwa wakijihusisha na biashara ya ndani ya soko la hisa kwenye sekta wanazozisimamia kisheria. Mfano maarufu ni wa mbunge wa Marekani Nancy Pelosi ambaye alitajwa kunufaika kwa kiwango kikubwa kupitia biashara ya hisa za kampuni ya teknolojia ya Nvidia mara 20 zaidi ya mshahara wake wa kawaida. Hali hii inaibua maswali mengi kuhusu vigezo vinavyotumiwa na Marekani kulenga baadhi ya mataifa ya Afrika, huku ikifumbia macho matatizo ya wazi katika mataifa rafiki au ndani ya taifa lake lenyewe. Hii ni ripoti ya Media Wire Express na mimi ni Joseph Mwanawaisangura.